Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Mheshimiwa Rashid Hadid Rashid ameuagiza uongozi wa baraza la manispaa wilaya Chake Chake kusitisha uhamisho kwa mtendaji yoyote anayetaka kuhamia taasisi nyingine, kwani jambo hilo linalifanya baraza kushindwa kutimiza wajibu wake kutokana na uhaba wa wafanyakazi. Mkuu wa mkoa ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi pamoja na uongozi wa baraza hilo huko Madungu mjini Chake Chake, ambapo amesema kumekuwa na uhamisho wa kiholela kwa watendaji kupelekwa kwenye taasisi na wizara nyingine, jambo linalochangia kwa mji huo kutokuwa na mazingira mazuri ya usafi. Kuna watu sasa hivi wanaofanya uhamisho kuwatoa watendaji wetu baraza la mji kuwapeleka taasisi nyingine. Watendaji ni wahudumu wanakwenda taasisi nyingine. Hapa tuna upungufu wa wafanyakazi. Namwagiza mkurugenzi kuanzia sasa hivi hakuna uhamisho wa mfanyakazi wote kutoka baraza la mji kwenda nyingine. Nasema hivi kwa sababu tumeona hali halisi. Uchafu umezidi, wananchi watendaji wetu hawamo, wamekwenda taasisi nyingine, sijui kwa sababu gani. Na ulitaka ajira mwenyewe makusudi. Ulitaka ajira kwamba uajiriwe uwe mhudumu katika baraza la mji. Lakini ukishaingia siku ya pili unahama. Leo watendaji tulikuwa na wafanyakazi 200. Leo pana wafanyakazi hata 100 hafiki. Kutokana hiyo kila mmoja na rafiki yake anamuhamisha. Nasema kwenye mkoa huu na watafuta wahudumu wote waliohama katika maeneo haya warudi baraza la mji Chake Chake. Hatuwezi kwenda hivyo. Kwa sababu kila siku Mheshimiwa Rais tunaajiri. Lakini hatimaye tukimwajiri mtu anaondoka. Anakuja ajira anaondoka. Kwa maana hiyo naagiza hilo mkurugenzi, wale ambao walihama na naomba uniorodheshe uniletee ili warudi katika taasisi hii tuendeleze na usafi. Hiyo ndio maelekezo. Hatuwezi kufanya kazi kwa wami na muhali. Tutafeli tu. Leo Mheshimiwa Rais hapa anajitahidi katika swala zima la kujenga barabara, miundombinu yote, lakini twende tukaangalie usafi hamna. Ni uchafu mtupu. Kwa maana hiyo lazima tushirikiane tuhakikishe tunaweka usafi na mambo yanakwenda vizuri. Na waagiza baadhi ya wananchi ambao katika mazingira yao ni machafu, tukahakikishe kwamba tunasafisha. Tuige mifano ya mama. Yupo mama hapa Mafletini sasa hivi. Anahangaika kuweka usafi mji wake, sehemu yake ambayo yupo. Tuige mifano ile. Katika mkutano huo, mkuu wa wilaya Chake Chake mgeni Khatibu Yahya amesema kutokuwepo kwa utaratibu mzuri katika kuondoa watendaji kunaweza kusababisha kuzorotesha harakati za usafi katika manispaa hiyo, jambo ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa wananchi unaotokana na maradhi ya milipuko hasa katika kipindi hichi cha mvua kubwa. Mvua hichi mambo mengi yanaweza kutokezea, yakiwemo mlipuko wa maradhi, hususan matumbo haya ya kuharisha, ambao ni uharo unaochukua muda kukumalizikia, naita ni uharo mrefu. Kwa hiyo ili tuweze kujikinga na maradhi, tumesema tuchukue wajibu wetu sasa wa kufika kwa wananchi, kuja kuelimisha juu ya swala zima la kudumisha usafi, lakini na kuyatunza mazingira. Na niwaambie ndugu zangu, mazingira ambayo yametuzunguka maeneo yetu, mazingira ni machafu, mazingira hayaridhishi, jambo ambalo wakati wowote tunaweza tukapata mlipuko wa maradhi. Jana tulikuwa Koesha, afisa wangu wa afya alisema ile huduma ambayo mtu anapewa mchana mmoja tu, ingekuwa ni pesa zake anazitoa mfukoni, basi zile ni pesa nyingi mno. Mtu yule ambaye ana maradhi yale ya kuharisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametupatia huduma za afya bure. Sasa huduma hizi basi lile ambalo linaepukika tuweze kuliepuka, ndugu zangu. Nao baadhi ya wananchi wamekiri kuwepo kwa mazingira yasiyoridhisha katika baadhi ya mitaa na kuitaka serikali ya mkoa huo kuweka usimamizi mzuri wa mazingira ili kupatikana usafi katika maeneo yao. Ni kweli tuambua tuwachafu kweli. Walioko juu hawatuthamini walioko chini. Wanamwaga maji machafu, mavumba, madude gani, uchafu tuna ukweli. Tubadilike wanawake na wanaume tunaokaa kwenye majumba haya. Mtu afya ndani kwake juu, atupa chini. Ukijenda hapa jamaa sishaka sasa hivi hakuna hata mmoja atokae katika jumba hili. Hakuna hata mwanamke mmoja atokae. Kama huwezi kulima wewe zoa. Hapana.
nasafisha mie nitoke kutoka hapa mpaka nyuma namwa kuona nasafisha, hakuna hata mtu na mtu kajua kisha katupa akutizama hivi akishatupa azama